kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Mapigana vita gani? Amepigana wala sisi. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Kwani mmepigana vita gani? Amepigana wala sio sisi. Wewe mmepigana vita gani? Amepigana wala sio sisi. Hizi ni kelele za nini? Hizi ni kelele za ushindi. Hizi ni kelele za nini? Yeah, ubarikiwe sana na Yesu Kristo mahali popote ulipo. Vita gani? Yeah, tuko na sherehe, tunasherekea kufufuka kwa Yesu Kristo. Ndio maana tunafurahi, tunaimba, tunacheza, tunapiga kelele kabisa kwa sababu ya kufufuka kwa Kristo Yesu, Bwana wa mabwana, mfalme wa wafalme. Haleluya. Yes, ungane pamoja katika kusherekea. Kabla hatujajifunza, hebu tushiriki kidogo. Haleluya. Mmepigana vita gani? Mmepigana vita gani? Haleluya. Amen. Amen. Twende moja kwa moja katika neno la Mungu siku ya leo. Haleluya. Twende katika neno la Mungu siku ya leo. Na siku ya leo nataka tukajifunze kitu kimoja kizuri sana wakati tunaendelea kusherehekea, ambacho tunasema ni usichokijua au usiyoyajua kuhusiana na Pasaka. Kweli zilizojificha kuhusiana na Pasaka. Kuna msemo mmoja unasema hivi kwamba nusu ya ukweli ni mbaya zaidi kuliko hata uongo kamili. Yaani ukweli nusu ni mbaya kuliko uongo kamili. Ni afadhali mtu akapata uongo kamili kuliko akapata ukweli nusu. Watu tuiwekeje? Au afadhali asipate. Kwa mfano huu hapa. Ukiambiwa na daktari kwamba hii dawa utakunywa vidonge 2 mara 3 kwa siku. Wewe ukachukua nusu, ukaanza kunywa kidonge kimoja mara 3 kwa siku. Si unajua kwamba hali yako inaweza kuwa mbaya zaidi kuliko vile kabla hujaanza kunywa dozi. Na kama ni dawa kali zinaweza hata zikakupoteza kulingana na aina ya ugonjwa na aina ya dawa. Kanisa la Yesu Kristo pia halina ukweli kamili. Nimeona watu wengi hawana ukweli kamili juu ya Pasaka kwa sababu tunasherekea Pasaka nusu. Hatuisherekei Pasaka kamili katika ukamilifu wake. Kwa hiyo hapo inaleta madhara makubwa sana katika namna ambavyo tunatakiwa kunufaika na Pasaka. Tunufaiki nayo kama inavyopaswa. Tunanufaika na nusu, na wakati mwingine hii nusu inaleta madhara kwa sababu kuna maswali ambayo yanakuwa hayana majibu sasa kwamba na hii ni nini basi. Haleluya. Lakini niseme tu kwamba ukweli ni kwamba Pasaka ina zaidi ya hivi ambavyo tunaijua. So siku ya leo nataka tuangazie kweli kadhaa ambazo zinahusu Pasaka. Namba 1, niende moja kwa moja kwenye somo. Namba 1, ukweli kwamba Pasaka, yani kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, sio hatima, sio mwisho wa kazi ya ukombozi aliyojia Yesu Kristo, ila ni katikati ya mchakato. Yes. Haikuwa mwisho wa mchakato wa Yesu Kristo katika ukombozi. Ilikuwa ni katikati ya mchakato wa Yesu Kristo katika ukombozi. Shida ni kwamba ile katikati ya mchakato tumeichukulia kama ni mwisho wa mchakato wa ukombozi. Kwa hiyo hatupati manufaa kamili, na wakati mwingine kwa sababu kuna maswali yanakosa kujibiwa inaleta madhara hata zaidi. Haleluya. Ni katikati, sio mwisho. Hebu ngoja nisome uone mwenyewe katika Waefeso sura ya 1 mstari wa 17. Nianzie hapo. Nitasoma pia Efeso sura ya 2 lakini tuanze hapo. Paulo anaomba, anasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa uweza wake ubora wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wake
aliyotenda katika Kristo alipomfufua katika wafu. Alipofanyaje? Alipomfufua katika wafu. Ndio Pasaka tunaisherehekea hapo. Lakini angalia, Paulo anaendelea kusema akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Kwa kazi hii ambayo Paulo anaomba uifahamu katika mstari wa 17 imefanya matukio haya mawili ya msingi. Tukio la kwanza, imetenda kazi katika kumfufua Kristo, lakini tukio la pili, imemweka Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba. Sasa tunakosea kwa sababu tunakuwa tunaadhimisha mmoja tu na hatuadhimishi lile la pili ambalo ni kumweka mkono wa kuume wa Mungu Baba. Ndio maana hata nyimbo zetu nyingi, hata mawazo yetu mengi yamelenga kwenye mwisho wa msalaba. Watu watakwambia tu kila kitu twende msalabani kwa Yesu. Msalabani kwa Yesu, msalabani kwa Yesu, msalaba wa Yesu, utazame msalaba wa Yesu, utazame msalaba wa Yesu, utazame msalaba wa Yesu, kana kwamba kila kitu kinaishia msalabani kwa Yesu. Lakini sio kweli kwamba kila kitu kinaishia msalabani kwa Yesu. Paulo anasema kuna uweza wa nguvu uliotenda kazi katika Kristo ambao amekuombea uujue, lakini anasema uweza huu ulitenda kazi mbili. Namba 1, ulitenda kazi katika kumfufua Kristo, lakini namba 2, ulitenda kazi katika kumweka Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba. Kwa hii tunayoita Pasaka leo ilikuwa tusherekee sio tu kufufuka kwa Yesu Kristo, kwa sababu hiyo ni mchakato wa kuelekea hatima ya tukio la kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Hatima ya Yesu kuja duniani na kazi ya ukombozi ni hii hapa, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho. Hiyo ndiyo hatima, ni kukaa mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Kwa ukisikiliza mahubiri mengi ya Pasaka yamekaa tu katika Yesu alifufuka, Yesu alifufuka, then what? Hiyo ndio ya muhimu zaidi. Akawekwa mkono wa kuume wa Mungu Baba katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Sasa unajiuliza kwani inasaidia nini? Angalau tukisema msalaba wa Yesu ni mahali nilitoa magonjwa yangu, nilitoa dhambi zangu. Sasa huko kufa na kufuka kwa Yesu Kristo kuna nisaidia nini mimi? Oh my God. Kitu ambacho hujakijua ni kwamba kufa na kufuka kwa Yesu Kristo kuna kusaidia katika maana ya Waefeso sura ya 2. Naenda sasa sura ya 2. Nianze tu mstari wa kwanza. Nanyi mlikuwa wafu kwa sababu ya makosa na dhambi zenu ambazo mliziendea zamani kwa kuifuata kawaida ya ulimwengu huu na kwa kumfuata mfalme wa uweza wa anga, roho yule atendaye kazi hata sasa katika wana wa kuasi, ambao zamani sisi sote tulienenda kati yao katika tamaa za miili yetu, tulipoyatimiza mapenzi ya mwili na ya nia, tukawa kwa jinsi ya tabia yetu watoto wa hasira kama hao wengine. Lakini Mungu kwa kuwa ni mwingi wa rehema, kwa mapenzi yake aliyotupenda, hata wakati ule tulipokuwa wafu kwa sababu ya makosa yetu, alituhuisha pamoja na Kristo. Yaani tumeokolewa kwa neema. Akatufufua pamoja naye, akatuketisha pamoja naye katika ulimwengu wa roho katika Yesu Kristo. Yes. Akatuketisha. Kwa hiyo tukio hili linakuwa la muhimu kwa sababu sio tu kwamba Yesu alifufuka, no, lakini ni kwamba pia akatuketisha mkono wa kuume katika ulimwengu wa roho. Yes. Kwa hiyo tukio ukiishia tu kwamba Yesu alifufuka, usiendelee kilichofuata baadaye. Kuna kitu utakuwa umemiss katika maadhimisho yako, na kwa sababu ukitambui katika maadhimisho yako, itatokea hata katika maisha yako hakitakuwepo katika maisha yako. Maana kwamba tukio hili lilihusisha vitu viwili, lilihusisha kufa na kufuka kwa Yesu Kristo, ambayo ni nguvu iliyomfufua Kristo katika wafu. Lakini nguvu hii ilienda ikamketisha Kristo mkono wa kuume. Mkono wa kuume haina maana Mungu ana mkono mmoja wa kulia, mwingine wa kushoto. Inachomaanisha ni kwamba mamlaka. Jamani, nimepata neema, nimefika katika kiti chenzi cha Mungu. Hakuna viti viwili kwamba kuna kiti cha Mungu alafu kuna kiti cha shetani cha Yesu ambacho mkono wa kuume amekaa. No, hamna hivyo. Lakini anachoongelea hapa ni mamlaka. Kwa ile mamlaka ya kuketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Anasema hivi, tumeketishwa pamoja naye. Kwa siku ya leo wakati tunasherehekea kufufuka kwa Yesu Kristo, kitu kingine ambacho natakiwa kusherehekea ni kwamba nasherehekea kuketishwa pamoja na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba. Haleluya. Sasa unajiuliza tena, mkono wa kuume wa Mungu Baba, then what? Inanisaidia nini mimi? Rudi tena katika Waefeso hiyo sura ya kwanza. Tuendelee pale tulipokuwa tumeishia. Sasa tuendelee mstari wa 21. Au tuanze tena 20. Aliyotenda kazi katika Kristo alipomfufua katika wafu, akamweka mkono wake wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Yes. Juu sana. Kwa hiyo alipokuwa anaketishwa Kristo, lengo la kumuinua
na kumketisha mkono wa kuume wa Mungu Baba ni kumweka juu sana kuliko falme zote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina linalotajwa, si ulimwenguni humu tu, hata ule ujao. Kwa maneno mengine sasa, tulipoketishwa na Kristo tuliketishwa juu sana kuliko falme zote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina linalotajwa, si ulimwenguni humu tu, bali hata katika ule ujao pia. Kwa hiyo wakati tunaadhimisha kufufuka kwa Yesu Kristo na kusherehekea na kushangilia, tushangilie pia sisi kuketishwa mkono wa kuume. Wakati tunasherehekea kusamehewa dhambi na kushinda magonjwa, na tusherehekee pia kuketishwa mkono wa kuume dhidi ya falme zote na nguvu na mamlaka na majeshi ya pepo wabaya. Tuko juu yao, tumewazidi kwa ajili ya kufa na kufufuka kwa Kristo. Ile nguvu haikuishia pale, ilienda mbele zaidi, ikatuketisha mkono wa kuume wa Mungu Baba huko juu mbinguni. Haleluya. Yes, twende tukasherekee sasa. Ongeza wazo hilo sasa katika sherehe hii, wakati tunamsherekea Bwana Yesu Kristo kwa ajili ya kufa na kufufuka kwake. Ongeza wazo hili kwamba tunasherekea kuketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba juu mbinguni. Haleluya. Nione makofi ya juu. Haleluya, haleluya, haleluya. So tunasherekea pia kuketishwa mkono wa kuume wa Mungu Baba. Sikiza nikwambie, sherekea leo sio tu kwamba Yesu ameshinda mauti na dhambi. Sherekea Yesu ameniketisha mkono wa kuume wa Mungu Baba. Niko juu ya magonjwa, niko juu ya mashetani, niko juu ya mapepo, niko juu ya majini, niko juu ya sultani, niko juu ya falme. Nimeketishwa na Kristo mkono wa kuume wa Mungu Baba juu sana kuliko falme zote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina linalotajwa. So ninayo sababu ni halali kabisa ya kusherekea na kushangilia kwa sababu niko juu. Haleluya. Haleluya. Kama tutafikia hapo, Mungu akubariki sana.